Rais wa Kenya William Ruto ameombwa kuingilia kati kumnusuru raia wa taifa lake Macharia Margaret Nduta aliyehukumiwa adhabu ya kunyongwa hadi kufa. Nduta amehukumiwa adhabu hiyo ya kunyongwa hadi kufa ambayo inatarajiwa kutekelezwa ndani ya mwezi huu wa 3 ya mwaka 2025 baada ya kukamatwa na kilo 2 za dawa za kulevya katika uwanja wa ndege wa Tan Son Nhat uliopo jiji la Ho Chi Minh, Vietnam. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali za vyombo vya habari ikiwemo VN News, Kenya Times imebainisha kuwa Macharia Margaret Nduta mwenye umri wa miaka 37 alipokea hukumu hiyo kutoka kwa mahakama ya watu ya HCMC siku ya Alhamis kwa ulanguzi wa dawa za kulevya. Mnamo Julai ya mwaka 2023, Nduta aliajiriwa na mwanaume mmoja aliyeitwa John kutoka Kenya kwa lengo la kusafirisha koti hadi Laos. Sanduku hilo lilitakiwa kupokelewa na mwanamke na Nduta alitakiwa kurudisha bidhaa kutoka kwa mwanamke huyo. Nduta alilipwa $1,300 na John na tiketi zake za ndege pia zililipiwa kulingana na hati ya mashtaka. Nduta alisafiri katika nchi tofauti kuanzia Julai 7 kabla ya kusafiri katika uwanja wa ndege wa Tan Son Nhat wa HCMC Julai 14. Kwa kuwa ndege hiyo ilichelewa kufika, wafanyakazi wa uwanja huo walimwangazia Nduta kufanya taratibu za kuingia Vietnam ili wamsaidie kukata tiketi ya kwenda Laos. Wakati wa uhamiaji, mamlaka iligundua kuwa zaidi ya kilo 2 za dawa za kulevya zilikuwa zimefichwa ndani ya koti la Nduta. Akiwa mahakamani, Nduta alisema hakugundua kama kulikuwa na dawa za kulevya wakati alipopokea koti hilo. Hata hivyo, waendesha mashtaka walisema kwamba madai ya Nduta ni kuficha uhalifu wake na inabidi awajibike kwa kiasi cha dawa za kulevya alizosafirisha. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Vietnam, Margaret Nduta atakula chakula chake cha mwisho siku ya kesho Jumatatu saa 1:30 usiku na kisha kunyongwa saa 2:30 usiku. Sheria ya Vietnam inasema ni nini kuhusu hukumu ya kifo? Siku ya Alhamisi Machi 6, mahakama ya watu wa jiji hilo la Ho Chi Minh ilimhukumu kifo Nduta, ikiimarisha sera ya Vietnam ya kutovumilia kabisa makosa yanayohusiana na dawa za kulevya. Chini ya mfumo wa kisheria wa nchi za watu wanaopatikana na hatia ya ulanguzi wa dawa za kulevya wanakabiliwa na baadhi ya adhabu kali zaidi duniani, ikiwa ni pamoja na kifungo cha muda mrefu ama adhabu ya kifo kulingana na ukubwa wa uhalifu. Baada ya hukumu ya kifo kutolewa nchini Vietnam, mfumo wa kisheria hutoa mchakato wa mapitio ya kina kabla ya kutekelezwa. Kwa kawaida, kesi huchunguzwa mara ya kwanza na mahakama ya juu ya watu na utawala mkuu wa watu. Mimi natumika naba na hizi ni ripoti juu ya kile ambacho kimemkuta raia wa Kenya huko Vietnam.